Karibu, ninaitwa Eliud Emilio Payovera, ni mtaalamu wa maabara kutoka hospitali ya Waadventista wa Sabato Heri Mission Kigoma. Mpenzi mtazamaji, karibu katika kipindi cha siku ya leo. Tutakwenda kuangalia jinsi ya kupima ugonjwa au jinsi ya kupima virusi vinavyosababisha changamoto ya kiafya inayojulikana kama upungufu wa kinga mwilini au UKIMWI kwa kutumia vipimo vya haraka. Njia hii inatumika na wengi, unaweza ukaitumia hata kama sio mtaalamu wa afya, kwa kupima kwa ajili ya utambuzi wa awali ambao ni muhimu kwa ajili ya maendeleo ya afya yako. Tunashauri kwamba watu wacheki afya zao hasa kwa ugonjwa huu, kwani kutambua mapema kwamba ana changamoto ya upungufu wa kinga mwilini kunaweza kumsaidia kupata aina ya matibabu ambayo yatasaidia kufubaza virusi hivi na kufanya huyu mtu asiweze kupatwa na magonjwa nyemelezi kama TB na magonjwa mengine ambayo ni hatari kwa watu wenye changamoto ya upungufu wa kinga mwilini. Leo tutakwenda kuonesha hatua kwa hatua tunazofanya katika kupima. Kitu cha kwanza, ili uweze kupima changamoto hii, unatakiwa uwe na vipimo. Vitendanishi vinavyotumika kupima changamoto vipo kutoka makampuni mbalimbali, lakini kwenye nchi yetu vilivyoenea sasa ni hivi vinavyotoka kwenye kampuni la Abbott. Unatakiwa uwe na kitenganishi hiki, lakini hakikisha kwamba kitenganishi chako kiko ndani ya muda. Utasoma kuna eneo hapa kama kinavyoonekana, eneo hili lina tarehe hapa zinaonyesha kitenganishi hiki kimetengenezwa lini, lakini pia kita expire lini. Usitumie kitenganishi chochote ambacho muda wake wa matumizi umekwisha. Kwa mfano hiki cha kwangu kinaonyesha kimetengenezwa mwaka 2025 mwezi wa 5 tarehe 29 na kita expire tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka 2027. Cha pili, utakuwa na hivi vitu hapa, tunaviita pricker. Hivi jamaa vidogo hivi tunaviita pricker kwa ajili ya kukichoma na kupata damu ya kutosha kwa ajili ya kupima changamoto hii. Hiki jamaa ukikifungua kina kasindano kwa ndani kataka kusaidia kujichoma na kupata damu ya kupimia changamoto hii. Kwa nini hapa sitajichoma? Nina sampuli ambayo nitakwenda kuitumia, na sababu na kuwa na pricker unatakiwa pia uwe na kifaa kwa ajili ya kuchukulia sampuli ambayo utahamisha kutoka kwenye eneo lenye sampuli, kama ni kidole chako au kama ni kwenye tube fulani ya kukusanyia sampuli kupeleka kwenye kifaa chako cha kupimia. Hatua inayofuata, utafungua kifaa chako kwa kuchana hii karatasi ambayo imekifunga. Utakiona kikiwa katika hali nzuri, utakikagua vizuri. Je, ni kifaa kinachotumika kupima HIV? Utaangalia hapa katikati kwenye kuna karatasi kako hapa, utaangalia je, hakana hitilafu yoyote, akaja katika au pata hitilafu yoyote. Ukijihakikishia kuwa hakana hitilafu, kwenye tube haka kwa kuchukulia sampuli kuna mstari mweusi hapa kama unaona. Huu ni mstari ambao unawakilisha kiasi cha sample ambacho unatakiwa kutumia kwa ajili ya kupima kupitia kipimo hiki. Kwa hiyo utafuta sample isivuke kwenye mstari huu hapa mweusi unaoona hapa. Utakuwa na sample yako, utakifinya hiki tube kwa juu, alafu utakiweka kwenye mahali kwenye sample kama kwenye tube au kwenye kidole. Hakikisha haivuki hako kama mstari ili kupata majibu ya kuaminika. Kama hapa unavyoona, mimi tayari hii sample yangu nimeshachukua. Nitaihamisha sample kutoka kwenye hii capillary tube na kuiweka kwenye sehemu hapa. Kwenye kipimo kuna sehemu hii ya juu ambapo ina kaduara haka ambapo ndipo tunaweka sampuli, na sehemu hii kwa ajili ya kuangalizia kipimo. Tunaweka sampuli kwenye sehemu hapa yenye kaduara, tunaiweka yote ile tunaichukua. Tukisha kuiweka, hatuishi hapo. Kipimo chetu kuna kimiminika au bafa. Hizi zinaweza ziko za aina nyingi. Kuna bafa zinazotumia kupima vipimo vya haraka vya malaria na vipimo vya haraka vya changamoto mbalimbali. Ukichukua bafa yako, hakikisha kwanza hii bafa yako ni bafa inaweza kutumika kupima vipimo vya haraka vya HIV na sio malaria. Utaikuta imeandikwa hapa HIV 1 na 2. Lakini pia ihakikishe kwamba iko ndani ya muda, na yenyewe pia angalia expire date zake, na angalia pia lot number yake. Namba ya je, inafanana na namba ya kitendanishi iliyopo kwenye kitendanishi chako. Na kisha kwenye hiki kitendanishi kinakwambia, kila mtengenezaji wa vitendanishi huwa anaeleza weke bafa kiasi gani. Utaona hapa kuna sehemu kuna vitone hapa. Anakuambia utaweka tone viko 4 hapa, inamaanisha kwamba kwa hii weka vitone 4 vya bafa, lakini makampuni mbalimbali yana maelekezo tofauti. Kwa hiyo utaweka bafa yako kama hivi 1 2 3 4, na kisha kwenye kitepe hiki kuna maelekezo yanasema utasubiri kwa dakika 10 mpaka 20 kabla ya kutoa majibu yako. Kama kitenganishi chako hakionyeshi majibu yoyote ambayo ni chanya, utasubiri mpaka dakika 20. Tusubiri. Kazi ya hiki kimiminika kinachoitwa bafa, kazi yake ya kwanza ni kuhakikisha reaction yako, mchakato wako unafanyika katika pH, uwiano wa pH ulio sahihi kulingana na kipimo husika. Na kazi ya tatu ya bafa ni kuhakikisha kwamba sampuli yako inasafiri salama kutoka kwenye eneo ambalo umeiweka mpaka kwenye eneo ambalo mchakato wa upimaji kwenye kitepe
unaendelea. Kwa hivyo ni muhimu kutumia bafa sahihi kwa kipimo sahihi, kwa maana unaweza ukatumia bafa ambayo pH yake ilitengenezwa kwa ajili ya kuhakikisha pH na uwiano pH ya upimaji wa malaria kwenye HIV, na ukajikuta kipimo chako kimesoma positive au kimesoma kwamba kuna tatizo la HIV kwa huyo mgonjwa wako au kwa hii sampuli, kwa sababu tu pH uwiano wa pH wa bafa uliotumia hauko sawia na uwiano unaohitajika kwa ajili ya kupima kwenye upimaji wako. Lakini pia tunashauriwa tusome kipimo hiki kuanzia dakika 10 mpaka 20. Hii imekuwa ni changamoto kwa watu wengi. Kwa mfano, kuna wengine wanapima kama hivi afu anaendelea na shughuli zake, baada ya saa moja anakuja kuangalia. Kuna changamoto zinazotokana na mabadiliko ya kikemikali, chemical change, ambayo anaweza akapelekea mtu ambaye kawaida kipimo ndani ya dakika 20 ambazo ndio dakika zake zilizotengenezwa kusoma ilikuwa kinasoma kuwa negative, hana tatizo. Lakini baada ya dakika 20, nusu saa na kuendelea, mistari ikaanza kuonekana kwenye maeneo ambayo ikionekana mistari inamaanisha kuwa mtu huyo ana tatizo. Hiyo mistari inaweza ikawa inatokana na mabadiliko ya kemikali, chemical change, na pia inaweza ikawa inatokana na ili karatasi hii membrane iliyopo ndani ya nitrogenous membrane kukauka, na inapokauka ile mistari inaonekana pale ambayo haina maana kwamba huyu mtu positive. Kwa hiyo unashauriwa unapopima kutumia kipimo hiki usome ndani ya muda ambao umeshauriwa na kampuni ili kuepusha majibu ambayo sio ya kweli. Unasomaje sasa kipimo hiki? Kipimo hiki kama kinavyoonekana hapa kina mistari, kina sehemu kuu tatu. Kuna sehemu ya kwanza hii ina C, sehemu ya pili ina 2 na sehemu ya kwanza ina 1. Sehemu ya C hiyo tunaita control. Mstari ukitokea hapo kama ulipotokea huo mwekundu, unamaanisha kipimo hicho kiko sawa, hakina tatizo lolote la kiufundi, na pia sampuli imesafiri salama kutoka eneo hili liloweka sampuli mpaka mwisho inapotakiwa kuishia sampuli yako. Kwa hiyo kinamaanisha majibu yatakayotoka kuanzia hapo ni sahihi. Sasa kwenye HIV kuna HIV 1 na HIV 2. Hizi ni species tofauti za virusi. Tunasema kwamba kwa mtu kama huyu ambaye mstari mmoja tu umeonekana kwenye C, majibu yake yanaonyesha hana, negative. Lakini ukitokea mstari wa C alafu ukatokea mstari mwingine kwenye 1, huyu anakuwa majibu yake yanaashiria, natumia neno anaashiria, nitatoa maana baadaye, anaashiria kwamba ana virusi. Lakini ukitokea mstari kwenye C na 2 pia inaashiria ana virusi lakini aina ya pili. Ukitokea mstari kote kwenye C 1 na 2 na maana ana HIV 1 na HIV 2. Tutajifunza wakati mwingine hivi ni aina gani za HIV. Lakini endapo mstari kwenye C hautatokea, ukatokea kwenye 1 au kwenye 2, hiki kipimo kina shida. Kwa hiyo unashauriwa kutumia kipimo kingine. Ili kuhakikisha kwamba kipimo chako kiko sawa, ni lazima mstari utokee kwenye C au control. Sasa kwenye upimaji wa tatizo hili la HIV hatutumii kipimo tu hiki kimoja cha kwanza. Endapo utapima na kuona mstari upo nyumbani, labda una kipimo hiki ukapima ukaona mstari umetokea kwenye control hapa kwenye C, lakini pia mwingine umetokea kwenye 1 au 2, unashauriwa kwenda kwenye kituo cha afya kilichopo karibu yako ili wakupime kipimo cha kuhakiki au cha kudhibitisha. Kuna kipimo cha kudhibitisha tunapima kwa kutumia strip nyingine ambazo zinaitwa Uni-Gold. Strip hizo strip zina uwezo mkubwa zaidi wa kudhibitisha kwamba huyu mtu kweli ana maambukizi hayo au inaweza ikawa tu ni changamoto katika upimaji. Basi watapima kwa hizo strip, ikitokea kwamba hiki cha kwanza watakirudia, hiki cha kwanza watapima na hicho cha pili. Ikitokea hiki cha kwanza kinaonyesha kwamba huyu mtu ana maambukizi, cha pili kinaonyesha hana maambukizi, basi wataalamu watakushauri uende ukakae siku 14. Kwa nini siku 14? Kwa sababu kutoka mtu anapopata maambukizi mpaka yanapoweza kuonekana katika vipimo mbalimbali hivi inaweza ikachukua siku 23 mpaka siku 90 au siku 14 mpaka siku 90. Kwa hiyo unaenda kukaa siku 14 ili mwili wako utengeneze antibodies za kutosha kuweza kugunduliwa kwenye hivi vipimo. Endapo pia baada ya siku 14 itaonekana kipimo cha kwanza kinasoma positive, cha pili kinakataa kusoma, kinasoma negative, basi watapeleka kwa vipimo vikubwa zaidi kwa ajili ya kuangalia vinasaba vya mdudu au genetic material za vimelea hivi vya HIV. Na hicho kipimo kitakachosoma hiyo yatakuwa majibu yako. Kikisoma hauna, hata kama cha kwanza kinasoma unayo, basi itaonekana kwamba hauna, na kikisoma unayo itaonekana kuwa unayo. Ikumbukwe kuwa vipimo hivi vya haraka vina uwezo wa kugundua tatizo tu kwa mtu yule ambaye tangu maambukizi mpaka wakati huo zimepita siku takriban kuanzia 23, 14, 23 mpaka 90. Na ndio maana huwa tunashauri mtu akipima kwa vipimo hivi alafu akaonekana hana maambukizi, tunamshauri baada ya siku 90 au miezi mitatu arudi kwa ajili ya kupima tena. Kisha akionekana hana maambukizi, tutamtangaza kwamba hana maambukizi. Kutambua tatizo mapema ni njia bora ya kusaidia kuishi kwa matumaini unapoishi kwa afya iliyo bora, kwa maana ziko njia zinazoweza kusaidia mtu ambaye ametambua tatizo mapema kujilinda
zidi ya kupata changamoto zaidi. Karibu sana kwa vipindi vinavyofuata, tutaendelea kujifunza zaidi kuhusu upimaji. Asante.